Hii ni Sky Media, sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote kwa wakati timilifu na wakati sahihi. Wana taarifa kubwa ambayo tunaitazama ni upande wa Simba ambao wameshusha chuma cha tatu, mashine ya tatu katika upande wa utambulisho. Ni wakati ambao tunatazama maboresho ya kikosi cha Simba yakiwa yanazidi kuonekana katika upande huo, kuingiza wachezaji wazuri ambao wanaamini ni sehemu ya mtaji mkubwa ambao utakwenda kufanisha na kufanikisha kila ambacho anahitaji katika msimu 2025-2026. Rasmi Simba wamemtambulisha mwamba Ismail Olivier Toure, beki wakati ambaye atakuja kuongeza nguvu na kuwa mbadala wa Shabu Karabwe ambaye Simba wanaachana naye. Na huu ni usajili wa tatu au ni mchezaji wa tatu kukamilisha usajili wake ndani ya Simba katika upande wa dirisha dogo, ikiwa ni wakati ambao tunazidi kutazama mnyama anaimarisha kikosi chake kimya, ikiwa ni moja ya timu ambayo kwa sasa ulimwenguni naweza nikasema Manchester United, Simba Sports Club, timu kama Wolves, hizi ni moja ya timu ambazo zinapitia katika wakati mgumu, wakati ambao timu zao zinapata matokeo yasiyoridhisha au matokeo yasiyokuwa mazuri katika nafasi. So maboresho makubwa yanahitajika kufanyika upande wa timu hizi ili kufanya vizuri na kutimiza kila ambacho wamejiwekea. Wakati huu unavyozungumza nawe, Simba wamemtambulisha mwamba na watu wengi wanajiuliza, je, huyu Ismail Olivier Toure ambaye katambulishwa kama beki wakati wa Simba ni mchezaji wa aina gani? Ana uwezo wa kutupa nini? Anacheza nafasi gani? Rekodi zake zinazungumza nini? Amekuwa ni mchezaji wa aina gani na tutarajie nini kutoka upande wake? Anakuja kuchukua nafasi ya nani? Hayo yote ni masuala ambayo utakutana nayo, lakini sie kama Sky Media binafsi nakuwa hapa kwa ajili ya kukusanua na kukufahamisha sajili unayoifanya Simba. Usikubali kwamba bwana tumesajili, no. Jua mmesajili mchezaji wa aina gani, atakuja kuwapatia kitu cha aina gani, mna tatizo la aina gani katika eneo ambalo mchezaji huyo anakuja kutumika moja kwa moja. Sasa tukitazama ujio wa Ismail Olivier Toure, obviously huwa ametokea katika upande wa Falme za Kiarabu, ndiko ambako kwa sasa alikuwa anacheza. Ni mchezaji mzuri ambaye ukitazama rekodi zake amecheza mataifa tofauti, akicheza kwenye timu ya ASEC Mimosa, na akiwa ASEC ni mmoja wa wachezaji ambao wamewahi kukutana na Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezaji ambaye ukitazama performance yake imekuwa ni performance ya hali ya juu. Experience wise ni mchezaji ambaye tayari na uzoefu wa hali ya juu. Amecheza huko kwenye upande wa CAF Champions League akiwa na timu ya ASEC Mimosa ya pale kwao Ivory Coast. Lakini amecheza kwa ustadi na kwa maarifa makubwa ndani ya kikosi cha Stellenbosch msimu juzi akiwa na kocha huyu wa Simba Steve Barker. So Steve Barker amemchukua mchezaji wake anayemjua, anayemfahamu au mchezaji ambaye wanafahamiana kati yake yeye pamoja na mwamba huyu. So tayari kila kitu ni deal done, confirmed katika nafasi hiyo. Upande wa mwamba tayari ameuramba mkataba wa miaka miwili kuitumikia Simba, akiwa na option ya kuongezewa pia mkataba mwaka mmoja katika nafasi hiyo. Ibrahim, ukimtazama Ismail Olivier Toure kucheza timu kama Stellenbosch, kucheza timu kama ASEC Mimosa, kucheza kwenye timu ya Falme za Kiarabu huko Uarabuni, hii pia inamuongezea kitu cha ziada au inamuongezea quality ya hali ya juu katika sehemu moja au sehemu nyingine, zaidi kuamini ya kwamba ndani ya Simba wamempata mchezaji imara na wamempata mchezaji mzuri ambaye experience wise tayari amekuwa na experience ya kutosha. Ukitazama exposure yake ni exposure ya kutosha. Ukimtazama Ismail Olivier Toure, moja kwenye namna ambavyo anafanya sliding tackling 100%, ni moja wachezaji wazuri kwenye maeneo ya sliding tackling. Kwanza mwili wake nadhani unamtazama hapo, wenyewe unadhihirisha kwamba huyu mwamba kwenye eneo la tackle akiamua kufanya tackling ni dhahiri shaira na kwenda kweli. Lakini ukitazama interception ni namna ambavyo mchezaji ana uwezo wa kwenda kumnyang'anya mchezaji mwenzake. Sasa upande wa interception amekuwa akifanya mara nyingi zaidi Toure katika nafasi hiyo.
mmoja wa wachezaji wazuri wa kufanya interception. Tukija kwenye upande wa clearance, namna ambavyo ana uwezo wa kukiria mipira ya hatari kwenye rango lake, ni mmoja wa wachezaji bora kabisa ambao pia amekuwa na ufanisi mkubwa. Tukija kwenye eneo la aerial balls, kwa maana mipira ya juu, kuondoa mipira ya vichwa, kimo chake kina support kuweza kuokoa mipira ya vichwa. So kuja kwa Ismail Toure na rekodi zake, ukimtazama kwa aina ya uchezaji wake, ni mmoja wa wachezaji wazuri ambao wanakwenda kuifanya Simba kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea katika nafasi hiyo na kwenda kutimiza mengi ambayo wanaamini yanakwenda kutimizwa. Tajua na utambue mwamba anaitwa Ismail Toure sasa anakwenda kutengeneza pacha kati yake yeye pamoja na Rushin Dalok katika nafasi hiyo, wakati ambao moja kwa moja wana Runyasi wanaachana na Shemu Karabwe na kumchapa thank you. Then mbadala wake tayari katua. Miaka 28 ndio umri wake, raia wa Ivory Coast au unaweza ukapaita Cote d'Ivoire, ndiko anakotokea mwamba kweli kweli. Ismail Olivier Toure anakutana na kocha Steve Baka. Usajili unauzungumza vipi? Hii ni Sky Media. Kama ni mara yako ya kwanza, pia kisha unaweza kusubscribe uweze kuongezeka katika upande wa familia. Jina langu ni Augustine Beatus, the best upcoming sports presenter. Niko hapa kwa kisha unapata yote mengi zaidi. Endelea kufuatilia Sky Media ili uzidi kufaidika na kupata taarifa zote kwa kina. Bye bye.